Hujambo na karibu kwa tahariri ya hii leo. Jina langu ni Isaac Leonard. Tahariri yenyewe ni kuhusu Kenya na serikali katili, maana hatupasi kunyoosha shingo kwa woga. Nitasimulia. Katika taifa linaloitwa ngome ya demokrasia Afrika Mashariki, hali ya haki za binadamu na uhuru wa kisiasa imezidi kudidimia, ikifichuliwa kwa namna ya kutisha kupitia makala ya Blood Parliament ya BBC. Hili si onyo jipya kwa Wakenya, bali ni maendelezo ya historia ya damu, machozi na ukandamizaji wa watu wanaodhubutu kupaza sauti dhidi ya mfumo dhalimu. Blood Parliament imeweka hadharani ukatili wa serikali unaotekelezwa na vyombo vya usalama kwa amri ya kisiasa. Raia wanaodai uchaguzi wa haki na uongozi wa kuwajibika wamegeuzwa adui wa serikali. Wapinzani wa kisiasa wanauawa, kutekwa au kutoweshwa. Waandishi wa habari wanatishwa na kukamatwa. Vyombo vya kisheria vimejawa na uswahiba wa kisiasa, vikigeuka kuwa ngao ya watawala badala ya walinzi wa haki. Ni aibu kubwa kwa serikali yote kuendesha nchi kwa hofu na mateso. Haki ya kuishi, uhuru na kutoa maoni na ushiriki wa raia katika maamuzi ya kitaifa ni haki za msingi zisizopaswa kuwekwa masharti. Kenya inashuhudia uhalisia wa siasa za damu. Wananchi wanaandamana kwa amani, lakini wanarudishiwa risasi. Familia zinapoteza wapendo wao kwa sababu ya kudhubutu kuuliza maswali. Hii ni fedheha isiyovumiliwa. Siasa hizi za ukatili si jambo la kawaida, ni uvunjaji wa katiba na dhuluma dhidi ya utu, na ni doa kubwa kwa historia ya taifa. Serikali yenye hofu ya wananchi wake haina haki ya kuongoza. Mamlaka ya serikali ni dhamana kutoka kwa wananchi, na serikali inapaswa kuwajibika kwao, si kuwatisha. Ni wakati wa kuchukua hatua. Asasi za kiraia lazima ziongeze kasi kwa kuweka wazi vitendo vya ukiukaji wa haki na kuwalinda waathiriwa. Vyombo vya habari visitishwe, vionyeshe uhalisia wa kusimama upande wa wananchi. Viongozi wa dini na jamii wanapaswa kuacha ukimya na wahofu na kupaza sauti ya haki. Jumuiya ya kimataifa isiwe kimya, ichukue hatua dhidi ya serikali yeyote inayoendesha ukatili dhidi ya raia wake. Zaidi ya yote, Wakenya wenyewe hawapaswi kunyoosha shingo ya woga. Huu ni wakati wa umoja wa kitaifa, kudai haki, njia za kidemokrasia na sheria. Ni wakati wa kukataa siasa za damu na kuanzisha enzi mpya ya siasa za hoja, utu na maendeleo ya ukweli. Kenya haijajengwa kwa watu waoga wala tawala dhalimu. Itaokolewa na wananchi jasiri wanaojua kuwa haki haiji kwa ombi, inachukuliwa. Historia itakumbuka si kwa ukimya wenu, bali ujasiri wenu. Na ndio